Nikaribishe kwenye Love Life Academy, rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kujifunza. Leo Mungu amenipa nguvu ya kukufundisha. Leo tuna topic inasema, ukiona mke, mme, mchumba hana kigezo hichi katika safari ya kutafuta mtu sahihi wa kuoa, wa kuolewa naye, basi anza probability ya kujua matokeo ya maumivu kwenye maisha yako ya ndoa yatakuwa ni makubwa kuliko mafanikio. Siri ya kwanza na namba moja itakayoweza kukupa matokeo ya mtu atakayeweza kufika mbali na wewe kwenye ndoa ni siri ya rohoni. Rohoni ninazungumzia nini? Je, huyo mtu ambaye mnaingia naye kwenye ndoa ni mtu kiroho yuko vipi? Kama ni mtu ambaye wewe hauko rohoni, ukaoana na mtu ambaye hayuko rohoni, mtaweza kudumu? Kama wewe uko rohoni, mwenzako hayuko rohoni, hayo mahusiano yatapata vita na mashambulizi. Ninazungumzia nini? Sizungumzii hapa masuala ya dini, ukabila au jinsia. Ninachozungumzia ni mahusiano yako hata kama nyote ni wa Kristo, lakini ndani ya Ukristo mna imani tofauti. Moja ni imani ya Mungu wa kweli, nyingine si imani ya Mungu wa kweli. Kwa hichi ninachozungumzia ni Mungu wa kweli na ambaye si Mungu wa kweli. Ukiona kwenye maisha yako umeingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hana Mungu wa kweli na wewe unasimamia Mungu wa kweli, hiyo ni vita ambayo haitoepukika. Kumbuka Mungu mwenyewe anasema nitakuwa na vita na Amaleki. Lakini pia Mungu anawaambia wana wa Israeli, kwamba hakika usioe mke au mme wa kabila fulani, kwa sababu wale ni wazinzi kiroho. Ina maana wanaabudu miungu wengine. Kwa kama wewe ni Mkristo, unaamini katika Mungu mmoja na katika Kristo, hakika uwezi ukaingia kwenye mahusiano na Muislamu, hiyo ndoa haitodumu. Au wewe ni Muislamu ukaingia kwenye imani ya Mkristo ukasema uoane na Mkristo, unajidanganya. Wewe ni Mkristo uoane na mtu ambaye ni mganga, hata kama anajifanya ni Mkristo, au ni mchawi hata kama anajifanya ni Mkristo, hiyo ndoa haitodumu, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Mungu ni Mungu ambaye hatoweza kukuruhusu na hatoweza kuruhusu hayo mahusiano. Kuna vita itatokea, kwa sababu kwa kila imani ya Mungu wa Israeli lazima ujue nyuma yake kuna vita ya kiroho inayopambana na huyo Mungu. Sasa lazima ujue vita inaweza kutoka kwa Mungu wa Kiislamu, vita inaweza kutoka kwa Mungu ambaye ni miungu mingine ya makabila. Kwa hiyo lazima ukubali kusimama katika njia ya kutokuwa na presha na tamaa kwanza, mpaka uhakikishe huyo mtu unayetaka kuingia naye kwenye mahusiano anaamini Mungu wa kweli. Na kuna ishara Mungu atakupa kwenye ulimwengu wa roho, kupitia ndoto, kupitia maono, unapomuomba na ukasimama naye. Na kila anachokuonesha kwenye ulimwengu wa roho na kila anachokuonesha kwenye ishara za mwili mbalimbali ni lazima uzingatie. Lakini kama hauko rohoni na kama hautaki kuingia rohoni na kujiweka karibu na Mungu kuombea ndoa yako, jua maumivu utayapata makubwa. Unaweza kuacha kuomba kwa siku 2, siku 3 au siku 1 au masaa kadhaa, lakini ukaja kuangamia maisha yako yote. Kumbuka maisha ya ndoa ni determinant namba 1 au ni kigezo namba 1 kinachoweza kuja kukupa furaha maishani au karaha maishani. Leo kuna watu wana furaha kwa sababu ya ndoa. Leo kuna watu wana maumivu makubwa kwa sababu ya ndoa. Na ukiangalia kwenye kuingia kwenye ndoa, walichukua maamuzi kwa kukurupuka, hawakuongozwa na roho. Maandiko yanasema tukiongozwa na roho hatuwezi tukazitimiza tamaa za mwili. Soma kitabu cha Galatia 5:16. Hii elimu nimekupa, usipozingatia utaweza kuja kuangamia.
Ndio maana elimu hiyo hiyo inahusianishwa moja kwa moja na kukwepa dhambi kabla ya ndoa. Ndio maana uwezi ukawa unazini au unafanya uzinzi na yule mtu kabla ya ndoa, alafu maombi akajibiwa au kapata mwelekeo, kwa sababu nafsi inakuwa imeshatekwa, roho yako inakuwa imeshatekwa, ufahamu wako unakuwa umeshatekwa, na Mungu hawezi akajibu mwenye dhambi. Maandiko yanasema maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii, lakini maombi ya mwenye dhambi ni chukizo. Hata sadaka ya mwenye dhambi ni chukizo. Kusoma kitabu cha Isaya 59:1-2 anakuambia mkono wa Mungu haukupunguka ili usitusaidie, na sikio lake si zito lisitusikie, ila maovu yetu, dhambi zetu zimetufarakanisha naye, na hata hataki kutusikia. Haya nino kufundisha, yaelewe, yafahamu, yazingatie. Wadada wengi, wakaka wengi wanakurupuka kuingia kwenye mahusiano bila kuuliza safari ya Mungu. Kwa sababu una kiu ya ndoa, unaanguka dwi. Mwisho kitakuwa kilio na kusaga meno kwenye maisha yako yote. Amua leo kubadilika. Amua leo kumtanguliza Mungu. Amua leo kuuliza. Unapompata mtu wewe kwanza uliza rohoni. Msi Mungu akufunulie juu ya yule mtu, atakupa ishara. Mungu ni Mungu anayetupenda. Ndio maana ukisoma Yeremia 29:11 anakuambia, na yajua mawazo ninayowawazia ninyi, si mawazo ya mabaya, ni mawazo ya mema, kuwapa ninyi tumaini siku la mwisho. Kwa usije ukaogopa labda kuachana na mtu ambaye ni mchumba kwa sababu eti atakuonaje, na wakati Roho Mtakatifu amekukataza. Ukianza kusitasita kuacha na ukampa thamani mwanadamu kuliko Mungu, ina maana hapo unafanya wivu wa Mungu uende kinyume na wewe. Ina maana unamheshimu mwanadamu kuliko Mungu. Maisha yako, kabla ya kuingia kwenye mahusiano ya kwenda mbali sana, kwanza jitahidi kujua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana maandiko yanasema, kusoma kitabu kile cha Yeremia 29:5, maandiko yameweka wazi. Anasema amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, amfanyie kama kinga yake, huku moyoni mwake amemwacha Mungu. Atakuwa kama nani? Atakuwa kama fukara nyikani, ambaye hatojua mema yatakapotokea. Hicho ni kitabu cha Yeremia sura ile ya 11 mstari ule wa 5, 17 mstari wa 5. 17 mstari wa 5, sio 29 mstari wa 5 wala sio 11 mstari wa 5, bali ni Yeremia 17 mstari wa 5. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Thank you.